katika tasnia ya uhandisi baada ya kuwa jengo limekamilika na kinafanyika kitu kinaitwa final inspection, nakaguliwa kwa mara ya mwisho, alafu wanafanya commissioning, wanalikabidhi ile jengo, huwa linawashwa taa zote ling'ae na utukufu wake uonekane, ili basi kazi isemekane kuwa ni nzuri. Katika siku hizi za mwisho, tunapofunga somo letu la mwisho la siku hizi 7, ndicho ambacho Mungu atakifanya kwa wale ambao watasimama upande wake. Inawezekana una hofu ya kesho yako, lakini ukiwa upande wa Mungu, Bwana atakufanya ung'ae kadiri giza linavyozidi kuzidi kwa watu wanaomkataa Mungu. Watu waliochagua kwa upande wa Mungu watang'aa na kung'aa. Kesho ya ushindi wako ukiwa upande wa Mungu, ni kosa marufuku kufikiria kushindwa. Asante Baba Mungu wa mbinguni, ambaye ndani yako Kristo tunashinda na zaidi ya kushinda kwa wale tupenda, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Ufunuo 18 mstari wa 1. Baada ya hayo naliona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni, mwenye mamlaka kuu, na nchi ikaangazwa na utukufu wake. Hii inaitwa final display. Wakati watu waovu wakizidi kuwa waovu, wazurumati wakizidi kuwa wazurumati, wezi wakizidi kuwa wezi, mafisadi wakizidi kuongezeka, vita vikiongezeka mahala, kwa watu walio upande wa Mungu watazidi kung'aa na kung'aa utukufu wa Mungu ukizidi kudhihirishwa kwako, na wakitoka katika hatua moja ya ushindi kwenda hatua nyingine bora ya ushindi kwa yeye aliyewapenda, Yesu Kristo. Malaika huyu ashuki na mapigo, anashuka na utukufu. Intelijensia ya kiroho hapa inataka uelewe kuwa giza linapozidi duniani, nimesema mambo mengi hapo nyuma, yawezekana wewe ukaamua kuona mimi ni mbabaishaji, naongea tu mambo ya kidini na chuki za kidini, ninaonea wivu watu, ukaamua uyapuuze, ukaamua kuendelea kufungamana na Babeli na minyama na mifumo ya maagizo ya wanadamu. Kwako giza litazidi kuendelea. Lakini Bwana asifiwe kwamba mpango wa Mungu wewe sio wewe upande huu. Ikiwa ukiamua kuwa upande wa Mungu katika siku za mwisho na ukayafungua maandiko matakatifu, Biblia, ukawa mtu wa maombi, ukakaribu na Mungu, kwako imehaidiwa utazidi kung'aa. Nguvu zako zitazidi kujaa, nawe utapaa kama tai. Utapata nguvu mpya, hautachoka wala hautazimia. Kwa nini? Nguvu, Roho wa Mungu mwezeshaji atakupa nguvu. Ujapochakaa wakati mwingine kwa jinsi ya nje, kwa kitambo kidogo tu pale, lakini ndani yako, utu wako wa ndani utafanya kuwa imara. Kwa hiyo ukiwa upande wa Mungu, unakuwa upande wa ushindi. Anasema nchi yote ikaangazwa na utukufu. Nchi yote ikaangazwa na utukufu. Maana yake nini? Katika siku za mwisho, watu wote ambao watakuwa upande wa Mungu, wale washindi wa kimungu, watakuwa waking'aa na utukufu wao utang'aa na kuangaza nchi nzima. Kuna watu ambao watakataa mambo ya Mungu, giza litazidi kung'aa katika mioyo yao, lakini kwa sababu watu wa Mungu watakuwepo katika dunia hii, wewe ukiwa miongoni mwao, maisha yako yatang'aa. Hautang'aa kwa maneno, utang'aa kwa vitendo. Vitendo vyako ofisini vitang'aa, hata ushirikina ukose mahali pa kukaa. Maisha yako yatang'aa kwenye familia yako. Maisha yako yang'ae kwenye kanisa lako, hata kama shetani alete mawakala wake wajifiche ndani ya makanisa, wafanye vitimbwi na vituko mbalimbali, kwa wewe kuwepo tu mahali hapo panang'aa kwa jina la Yesu.
Nikupe ahadi mbili za nguvu tunapoelekea kusherekea somo letu hili zuri la mwisho la kufunga hatima yetu na kuikabili kesho bila hofu. Una sababu ya kuogopa ikiwa kwa upande wa Mungu. Ikiwa una historia ya vile ambavyo Mungu alikufanyia huko nyuma, una haja ya kuogopa kabisa kinachokwenda kupata huko mbele. Maana Mungu aliyekupigania huko nyuma ndiye Mungu ambaye amejipanga na ameandaa vikosi na mikakati ya kukupigania hata mbele. Songa mbele kama una uhakika Mungu yuko upande wako. Ahadi ya kwanza ni ahadi ya kung'angaza kama nyota. Katika siku za mwisho Mungu amekuahidi. Kwa sababu umeamua kuwa mtu wa neno na ukaacha mapokeo ya binadamu na maagizo ya kiminyama na madudu yasiyofaa. Wewe, Danieli 12 mstari wa 3 inakuambia, na walio na akili watang'aa kama mwangaza wa anga, na hao wawaongozao wengi kutenda haki watang'aa kama nyota milele na milele. Bwana atakupa akili mpya. Bwana amepanga kukufanya ung'ae. Bwana akung'arishe sasa kwa jina la Yesu. Kwa sababu umeamua kuwa mtu wa maandiko matakatifu. Umeamua kuwa mtu wa neno, hivi ndivyo asemavyo Bwana. Kwa sababu umeamua kuacha mambo mengine yote na kumkabidhi Mungu maisha yako. Kwa sababu umeamua kumtanguliza Mungu na ufalme wake kwanza, na mengine ruhusu aje akuzidishie. Bwana akupe kung'aa. Familia yako ing'ae, biashara yako ing'ae, muonekano wako ung'ae, afya yako ing'ae kwa jina la Yesu. Magonjwa yateketee kwa jina la Yesu. Na kwa sababu umeamua kujiunga na masuala ya kupeleka injili na kuhamasisha mambo matakatifu na kusapoti vitu vya kimbingu, Bwana aachilie mng'ao wa utukufu kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Hii ni ahadi ya wale wenye intelijensia ya kiroho, wanaitwa walio na akili. Ni wale wanaoishi kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Ahadi kwako ni kuwa ukishika hekima hizi za kinabii ambazo tumejifunza kwa muda wa siku 6 na leo ya 7, hautapotea kwenye giza la dunia hii. Utakuwa kiongozi, utakuwa ni influencer wa kiroho ambaye maisha yako yatatoa mwelekeo kwa wengine wengi ambao wameamua kupotea. Kwa kuna faida kubwa kuendelea kushika maneno haya. Lakini jambo la pili, ahadi ya pili ni kitabu cha Ufunuo 22 mstari wa 4 mpaka wa 5. Ufunuo 22 mstari wa 4 mpaka wa 5. Ahadi ya kumwona Mungu uso kwa uso. Ahadi ya kumwona Mungu uso kwa uso. Hauwezi ukajitoa kushika maneno ya Mungu. Hauwezi ukakubali kudharau maagizo ya minyama, maagizo ya wanadamu, maagizo ya manabii wa uongo, maagizo ya watu wasio wa kawaida, ukakaa na neno alafu kabaki kuwa mtu wa kawaida. Bwana anasema, yeye ashindaye nitampa kuketi pamoja nami katika kiti cha Baba yangu, kama mimi nilivyoshinda na kuketi kwa Baba yangu. Lakini 22:4 anasema, 22:4 na 5 Ufunuo anasema, nao watamwona uso wake, haleluya, na jina lake litakuwa katika vipaji vya nyuso zao, wala hapata kuwa na usiku tena, wala hapata kuwa na haja ya taa wala nuru ya jua, kwa kuwa Bwana Mungu huwatia nuru, nao watatawala hata milele na milele, hata milele na milele. Hii ndio ahadi ya mwisho kabisa ya mwanadamu yoyote ambaye atakubali, na wewe ambaye umekubali kuishi kwa intelijensia ya mbinguni. Safari hii unakwenda kuishia kupata full access ya kumwona Mungu uso kwa uso. Hakutakuwa na haja ya kutegemea tena madishi ya kimbingu ya maombi. Hakutakuwa na haja ya maombi tena, maana unayemuomba uko naye. Lakini kwa sababu utakuwa na chanzo chenyewe, hautakuwa na haja ya mwanga, hautakuwa na haja ya chochote katikati yako na Mungu kama sasa. Hautakuwa na haja ya kufunga, maana huyu unayemfungia mtakaa naye siku zote. Kutakuwa na raha sana. Anasema, tazama na yafanya mambo yote kuwa mapya, ya kale yamepita, sasa yamekuwa mapya. Mungu wako anasema,
Nikaona jeshi kubwa la watu kama mfano wa bahari wenye vinubi. Hakutakuwa na kilio pale mbinguni kwa Baba yako katika utukufu mkubwa usio wa kawaida, ambapo siku si nyingi na kuja kuchukua, kwa sababu tu umefanya maamuzi haya mazuri siku ya leo ya kukaa na Mungu na kusema, kuanzia leo Bwana Mungu wangu, sauti yake ndio sauti yangu. Nitie muhuri katika paji la uso wangu, niishi katika neno lako. Anasema usiwe mlalamishi sana kama watu wa Babeli. Samani niseme tu ya kwamba ni ahadi ya utimilifu wa maarifa na furaha isiyo na mwisho. Katika siku ile ambako Mungu wako atakuchukua, utakapokaa naye katika kiti cha enzi na kufurahi pamoja naye, hakutakuwa na huzuni tena, hakutakuwa na mashaka wala machozi. Kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, maana ile mbingu ya kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita, wala hapana bahari tena. Nami nikauona ule mji mtakatifu Yerusalemu ukishuka kama bibi harusi aliyepandwa. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao atakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao, naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwako tena, wala maombolezo, wala kilio, Ufunuo 21, wala maumivu hayatakuwako tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Hatima ya ushindi wa maisha yako. Usije ukaweka malengo ya viushindi vidogo vidogo vya duniani hapa. Weka ushindi wa kukaa kwenye Ufunuo 21, kukaa katika utukufu wa Mungu. Na hiki ndicho ambacho Mungu ameniagiza nikuelezee siku ya leo. Lakini ndugu yangu mpendwa, kama ambavyo imekuwa ni utaratibu wa masomo yetu, tumalize kwa hatua 3 za kivitendo za kufanya, kwa sababu tumesema lazima tufanye prayer and action integration. Tuchanganye maombi na vitendo. Ni vitendo gani vya kufanya kama matokeo ya kuliamini neno hili ambalo tumekwenda kujifunza siku ya leo? 1, reflect the glory, kuwa kioo cha utukufu. Maana yake nini? Lazima uanze kuishi kama mtu ambaye tayari ameshafika mbinguni kifikra. Sababu nyingi zinazopelekea unaishi maisha ya tabu ni kwa sababu akili yako kuna wakati inaingia kwa Mungu, wakati mwingine inatoka, on and off. Lazima fikra zako uishi kana kwamba umeshafika mbinguni tayari kifikra, kabla hujaenda kimwili. Tabia yako kazini, mazungumzo yako na unavyotatua matatizo yako, lazima utatue kinurunuru kama mtu wa mbinguni, kwa sababu Biblia inasema our citizenship is in heaven. Uraia wetu uko mbinguni, na kutoka huko tunamtazamia Mwokozi. Je, unamtazamiaje? Unamtazamia kwenye fikra. Ibrahimu aliishi katika nyumba, matenti, mahema, lakini aliutazamia mji ambao misingi yake haijajengwa kwa mikono ya wanadamu. Miaka zaidi ya 5,000 iliyopita Ibrahimu alikuwa anaona mbingu kwenye kichwa chake. Wewe ambaye Yesu anakuja kesho kutwa, lazima ili uanze kuishi kwa intelijensia ya mbinguni, fikra yako ianze kujiona kama umeshaingia mbinguni tayari. Anza kufanya mambo kama mtu wa mbinguni. Usmartness wa vitu vyako uwe kama mtu wa mbinguni. Jinsi unavyowapenda watu uwe kama Mungu anavyowapenda watu wake. Itakupa nguvu na faida kubwa sana, na hautapata nafasi ya kumtafakari adui na kazi zake kwenye kichwa chako. Afu usiwe mbishi sana, usiwe mlalamishi kama watu wa Babeli. Uwe ni mtu wa mbinguni. Akili zako zikifikiria mambo ya mbinguni, huwezi kuwa mbishi, majungu, maneno yasio na maana. Kwa hii ya kwanza. Hatua ya pili inasema maintain your spiritual charge. Tunza chaji yako ya kiroho. Tuko katika siku za mwisho. Kuna spiritual de-energizers, vitengo mbalimbali shetani amekuzungusha navyo ili vikunyonye nguvu za kiroho. Vitoe chaji yako ya kiroho. Jifunze kutunza chaji yako ya kiroho. Nuru haiwezi kuwaka bila nguvu. Ukisikia utawaka, malaika akawasha utukufu kwa watu wa Mungu siku za mwisho. Hasa ili wake lazima kuwa kuna chanzo cha nguvu. Unatakiwa kukaa kwenye power source.
muda wote uwe umeunganishwa na source of power, chanzo cha nguvu zako, ambao ni neno na maombi kila dakika, wakati wote, kadiri Bwana anakapokupa nafasi kuwa mtu wa maombi. Unganika na Mungu. Spiritual intelligence inasema kaa karibu na moto ili uweze kuota joto. Ili uweze kuwa na joto, unakaa karibu na moto. Mungu ni moto ulao. Kaa karibu na Mungu, utapata joto la kimungu, joto la kiroho, ili uweze kuwa imara mpaka Yesu anapokuja kutuchukua hivi karibuni. Jambo la tatu ni final call au amri ya mwisho. Kuwa jasiri kusema tokeni kwake kwa upendo kupitia maisha yako na maneno yako. Kwa Mungu hatujaitwa kukaa. Kwa Mungu tumeitwa ili tuwaite watu wengine. Kwa upendo mwingi na uvumilivu wa kutosha, waite watu watoke kwa shetani. Na wewe tangaza kama malaika wa Ufunuo 18, tokeni kwake enyi watu wangu. Maneno yako yatangaze, jamani, mwacheni mambo maovu, njoni kwa Mungu. Kwa Yesu kuna raha. Jinsi unavyoonekana iwe ni mwaliko wa watu kuiacha dunia na kujiunga na Mungu. Lazima ushiriki baraka ya kuwakomboa wenzako waliofungwa katika mifungo ya ovu. Mwisho kabisa wa masomo yetu haya 7, ninataka nikutie moyo mpendwa, ya kwamba intelijensia ya kiroho inakutaka kujua aliyoko kwenye future yako. Sio tu kujua mambo yajayo, dunia, dini zitaungana, ukajua maarifa mengi. Hayatakusaidia kama umjui anayetawala kwenye future yako, kesho yako. Katika leo tunapata taarifa nzuri ya kiroho, kesho yako inatawaliwa na Mungu wako. Una haja ya kuwa na wasiwasi na yatakao kupata kule baadaye, bali unatakiwa ujue mifumo yote ya dunia iliyojipanga na kujidhatiti ili kesho yako iwe ni kesho ya kufeli, ni mifumo ambayo imeshaanguka. Mababeli ya fallen Babylon ni mifumo ambayo haina nguvu, ni mifumo ya kashetani kalikozeeka, kamechakaa, kana maana kabisa. Mungu wako ukisimama upande wake, jemedari Mikaeli, kamanda wa majeshi ya mbinguni, Yesu Kristo, Mungu mwenye nguvu, atakushikilia mpaka ushindi wako utakapokuwa hakika. Kwa hiyo usiogope masanamu ya Danieli 2. Mbele zake Mungu masanamu yote yanatetemeka. Moto uliowaka unageuzwa kuwa barafu. Wanyama wa Danieli 7 wanaounguruma wote wanachomwa na kuwa mkaa hivi karibuni. Jiwe lilochongwa kwa mikono sio ya kibinadamu inakwenda kufuta mateso yote na hofu zote na kila kinachoendelea. Nikualike mtoto wa Mungu, baada ya haya mambo unasemaje? Je, unasema Bwana kama wale mabwana wa kule Areopagus kule Athene, kwamba tutamsikiza ujamaa siku nyingine, tumemsikia porojo zake? Au unachagua kama mwanamke mmoja anaitwa Damari na bwana mmoja anaitwa Onesfori? Au unachagua kama watu wengi duniani wanafanya maamuzi sasa hivi ya kujiunga na ufalme wa Mungu, ya kujiunga na utukufu wa Mungu, kuwa watu wa neno? Nikualike na wewe kuwa mtu wa neno. Kama ukuwahi kubatizwa kwa maji mengi, tutumie message kwenye namba yetu, ipo kwenye profile yetu hapa YouTube. Tutumie message, andika comment hapo chini, tutakuunganisha popote ulipo duniani. Popote ulipo duniani, iwe ni China, Marekani, Mexico, Brazili, Afrika Kusini, Kaskazini, Uarabuni, huko UAE, United Emirates, Irani, kokote ulipo, tutakuunganisha na watumishi wa Mungu, wachungaji na watu wa Mungu ambao wamejitoa kwa ajili ya kubariki watu kwa kazi ya Bwana. Watakubatiza. Lakini kama umewahi kubatizwa kwa maji mengi na unasema nahitaji Mungu anisaidie ili na mimi pamoja na wewe mtumishi tuweko kwenye huo utukufu ambao tumeuzungumzia, Mungu akubariki. Safi sana. Hiyo ndio nataka.
Hebu tumwombe Bwana. Baba, ninakushukuru sana kwa maneno ambayo umenipa niongee na mtoto wako huyu kwa muda wa siku hizi 7. Wewe ni Mungu, mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana. Na kwa sababu unatupenda sana na unajua ya kwamba sisi tu mavumbi na ni wadhaifu, pasipo msaada wako hatuwezi kushinda kabisa. Umetuletea habari hizi njema kutujenga na kutuimarisha tena. Sasa Mungu, ninaomba ukatusaidie kila mmoja katika udhaifu wake. Ukatuimarishe mahali tunapolegalega. Ukatuimarishe mahali tuliporudi nyuma, ili Yesu unapokuja hivi karibuni tusiwe watu wa kukataliwa. Lakini katika saa hii ninamtangazia mtoto wako aanze kuishi maisha ya ushindi, akikuona wewe mtu wa 4 ndani ya maisha yake, akikuona wewe mfalme wa utukufu ndani ya maisha yake. Tangu sasa Bwana, atembee katika kuishi maagizo na neno lako takatifu. Awe ni mtu wa hivi ndivyo asemavyo Bwana. Akae karibu na moto wa mbinguni ili apate joto lake lote la kiroho, ili Bwana kupitia maombi yake na usomaji wake wa maandiko matakatifu uendelee kumuimarisha kutoka utukufu hata utukufu. Maisha yake yabarikiwe, familia yake ibarikiwe. Bariki kutafakari kwake, bariki maisha yake, kazi zake zibarikiwe. Muandae kwa ajili ya utukufu kikao kile kikubwa ambacho hivi karibuni kinakwenda kukaa kati yako wewe Mungu mfalme wetu, kati ya sisi ambao tumekubali kupokea neno lako na majeshi ya malaika wenye nguvu bilioni mara bilioni mara trilioni na wasiohesabika huko mbinguni, tukiwa tuna furaha na kusherehekea sherehe kubwa mbele ya meza ya kioo. Mimi pamoja na huyu mama, mimi pamoja na huyu baba, mimi pamoja na huyu kijana wa kike na wa kiume, tukawe mahali hapo katika jina la Yesu, amen. Mungu akubariki sana. Karibu Patakatifu Media kwa masomo mengine mazuri. Tutaboresha huduma zetu. Kwa sasa tunadili na kitu tunakiita GKTS, God's Kingdom Transformation System, ambayo itakuwa inadili na namna ambavyo Mungu anakwenda kutransform, kufanya maboresho na marekebisho makubwa ya fikra zetu, kututoa katika kufikiri kidunia na kufikiri tukiongozwa na neno la Mungu. Lakini tutadili na mambo ya financial and stewardship, biblical financial and stewardship transformation, jinsi ya Mungu anavyoweza kufanya mapinduzi makubwa kwenye vipato na namna ya kuvitunza kimungu na namna ya kuvizalisha kimungu na namna ambavyo vinaweza vikaita matokeo kwenye kazi yake. Tutakwenda kudili na vitu hivi ambavyo tumetoka kuvimaliza mwanzo hapa, inaitwa spiritual intelligence, intelijensia ya kiroho, taarifa za kiroho ambazo zitakusaidia kuishi katika mwanga katikati ya dunia yenye giza. Lakini pia tutakuwa na vipindi vya maombi na masomo ya maombi yenye nguvu sana hapo Patakatifu Media. Tuombee, tusapoti kama unaguswa na Mungu kufanya hivyo, ili makusudi ya Mungu ambayo amekusudia kuwa chombo cha kubadilishia maisha ya watu hapa duniani, ili wewe ukishapita kwenye hii mifumo ambayo Mungu ameiandaa kupitia Patakatifu Media uwe tayari kuchukuliwa na Yesu. Hata akija akukute huko msibani, akukute huko kanisani, akukute huko kazini, akukute huko kwenye machimbo huko chini ya shimo, akukute huko barabarani, muda wote wewe unakuwa umeandaliwa kwa ajili ya kuchukuliwa na Mungu, kukendelea shughuli zako na ukifanya performance ya viwango vya juu hapa duniani. Hivi ndivyo ambavyo Mungu ametupa ya mafunuo na anaendelea kufunua kila siku vitu vipya kwa ajili yako. Usikose hapa Patakatifu Media. Unaweza ukasubscribe, ukatutumia message, ukatutia moyo kama una jambo la kusema. Mungu akubariki sana.